tujiandae sasa kwa kutokana na muda ambao tumepewa. Bila hivyo hakuna lingine ambalo tunaweza kufanya zaidi ya kujiandaa na muda huu ambao tumekuwa nao. Mechi zinapangana na tukimaliza hii tunacheza hii, tukimaliza hii tunacheza hii, na pia mechi ya Afrika hiyo imekuja. So tunajiandaa kwa design hiyo, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo kupata matokeo. À part ça, mes joueurs sont très confiants, très concentrés malgré tout le contretemps, très concentrés et motivés pour faire un très bon résultat qui nous permettrait d'aller à Tunis avec beaucoup de chances de qualification. Nous tenons quand même à dire que le match va être difficile, les deux confrontations vont être difficiles. Parce que j'ai l'impression qu'ici en Tanzanie, on ne connaît pas très bien le club africain. Le club africain, c'est un club égal à l'Espérance de Tunis en Tunisie, dans la popularité et dans l'histoire. Le club africain a gagné la Champions League dans l'ancien système en 91. Je crois qu'il a aussi d'autres titres. C'est un club qui a plus que 100 années d'existence. Extrêmement populaire en Tunisie. Donc c'est un club qui a la culture de l'Afrique, de compétition internationale. Et c'est pour cela que nous devons tout faire, mais alors là, tout faire pour pouvoir faire un résultat positif. C'est notre rêve, c'est notre volonté de pouvoir offrir cette qualification à nos fans. On va se battre jusqu'au bout, on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que les joueurs m'ont promis pour qu'on puisse faire un bon résultat. Kwa upande wa wachezaji, kwanza wako concentrate kuhusu mechi ya kesho. Wana ile hali kabisa ya kutaka kufanya vizuri. Wana tuseme hiyo shauku wanayo kabisa, ili tuende mbele zaidi. Kama zawadi ambao wanaweza wakaofa mashabiki ni kwenda stage inayofuatia. Watajitahidi kadri ya uwezo wao, watajituma kadri ya uwezo wao, mradi tupate matokeo mazuri ya kutupeleka mbeleni. Ni mechi ambayo ina nje na ndani, so tutaangalia jinsi ya kufanya mradi tupate matokeo mazuri ili tuende kwenye grupu inayofuata. Huenda Tanzania watu hawajui hiyo Club Africain vizuri. Ni club ambayo kwa Tunisia iko kama Esperance ya Tunisia. Ni timu kongwe ambayo ina zaidi ya kama miaka 100. Wamewahi kubeba Champions League kwenye 91 ule mfumo wa zamani. Pia wana makombe mengine ambao wamewahi kubeba. So sio timu ndogo, ni timu kubwa yenye historia tunafahamu, lakini sisi pia kama nilivyoambiwa na wachezaji wangu, wako tayari kupambana mpaka dakika ya mwisho ili tufanye vizuri na twende hatua inayofuatia. Hicho ndio kitu ambacho wao wanaweza wakaofa wa mashabiki wa mapenzi ambayo wamewaonesha. Swali. Salamu kwa kocha ni kwamba Yanga wamekuwa wakifanya vizuri sana katika ligi kuu kwa msimu uliopita mpaka sasa hivi, lakini katika upande wa mechi za kimataifa kuna changamoto kidogo, na hivi karibuni kumekuwa tetesi sana za kocha Nabi atakapoondoka. Ni tetesi actually, anazungumziaje kuhusiana mchezo huu wa kesho na hatima ya kibarua chake endapo kama hatafanya? Naomba tuachane na maswali ya kibarua, ni maswali ya ajira. Tuzungumzie mchezo wa kesho tafadhali. Contrat de moi? C'est ça, c'est No problem, it's amical. Sorry, if you give permission, no problem, I give you. Okay, sorry. After I give you, I don't care. Ushindi wa magoli mengi ndio itawapa advantage ya kufuzu kwa hatua zinazofuata. Kwa hiyo
kama timu mmejipangaje kuhakikisha kwamba presha hiyo kwa mashabiki ya Yanga wachezaji wenu na wakawa wanatimiza hitaji muhimu sana la msingi la timu kuweza kupata matokeo na kufikiria zaidi kupata matokeo ya magoli mengi ili kuweza kukuza concentration ya wachezaji kadri ambavyo mechi inazidi kuendelea. Il dit ton équipe avec la pression des supporters sur les matchs de la compétition africaine ou les matchs internationaux, de voir qu'ils ont besoin que l'équipe gagne, marque beaucoup de buts ici pour que ça soit comme l'assurance de que vous partez jouer le match retour. Et si vous avez marqué beaucoup de buts ici, pour les supporters, ils trouvent que ça c'est avantageux d'être qualifié pour les matchs, d'être qualifié aux phases qui suivent. Alors, avec cette pression des supporters là, est-ce que ça ne peut pas... De non, parce que nous sommes très suivis par nos adversaires et je ne vais pas donner à ce niveau-là de non. On verra demain, d'ici demain. Kwanza kwenye mechi ya Mwanza nilikuwa na masikitiko kumkosa Clement ambaye alienda kuwakilisha under 23 ya taifa huko Sudan. Ilikuwa nahitaji kuwepo naye kutokana na jinsi mechi zimefatana, lakini ndio hivyo, sikuwa naye. Naanza kwenye mechi ya marudiano, naweza nikawa naye pia kwenye kikosi, na ni mchezaji mzuri ambaye pia ana mchango mkubwa, angetusaidia kutokana na jinsi mechi zinapofatana. Kuhusu wachezaji ambao wameumia na hawatakuwepo, siwezi nikawataja sababu huwa tunafuatiliwa na wapinzani wetu, wanatufuatilia kabisa. Wanaweza kataka wajue ni mchezaji yupi yule ambaye hatakuwepo na sababu ni nini. So tutaangalia tu kwenye mechi kesho itakuweje, nani ambaye hatakuwepo. Mais on risque malheureusement de perdre un très grand joueur à Yanga, peut-être le joueur le plus important de Yanga pour demain. Mais je ne peux pas donner de nom. Labda kesho kuna mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri, ni mchezaji kabisa muhimu sana Yanga. Hayo kataja jibla qui va jouer le mondial dans un mois avec le Taïfa tunisien. Le goalkeeper, il a joué le mondial en Russie contre Moaz Hassan. Ils ont aussi d'autres joueurs dans le jeu, mais ils ont aussi un joueur, un jeune, 20 ans, c'est la star qui monte en Tunisie, qui s'est blessé avec le U20 tunisien contre le Congo il y a 2 jours, mais qui serait là, je crois, dans le match de retour. Ils ont 1 ou 2 absents, mais ils ont vraiment de très bons joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. C'est un mix de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. Le danger peut venir de partout, pas uniquement d'un seul joueur. Kwa mfano wanamchezaji kama huyu aliyekuwepo hapa kwenye press ambaye alikuja na kocha yule, anacheza timu ya taifa ya Tunisia na anawaza ataenda na Tunisia World Cup ya Qatar mwezi ujao. Kisha kuna goalkeeper wao ambaye amewahi enda na Tunisia kwenye World Cup hiyo kwa Ujerumani miaka mingapi iliyopita, ya Urusi, World Cup ya Urusi, sorry. Wana mchezaji mwingine ambaye ni kijana ametoka yuko anacheza timu ya taifa ya under 20, ni mzuri, japokuwa kuna mechi kama ngapi aliumia, ila mechi ya marudiano anaweza akawepo. Wana wachezaji wazuri sababu wana mix ya wachezaji vijana, chipukizi na wengine, na pia hauwezi ukafocus tu kwa mchezaji mmoja, yupi ambaye inabidi kumbana, yupi ambaye inabidi kumwachia. So lazima kuwa makini kwa wachezaji wote kama timu, sababu ndio timu ya mpira ilivyo. Ils sont forts vraiment dans le bal arrêté aussi, il faut vraiment faire très attention. Na ni wachezaji kabisa kwa upande ule, timu yao wako vizuri. So ni vitu ambavyo tunazidi kufanyia kazi. Maswali mawili ya mwisho, Shomari. Na kocha alifahamu kwa mchezo wa kesho kutakuwa na mabadiliko yote ya mfumo kwa kutumia dakika moja ambayo inaonekana kama inazuia kupata matokeo. Il dit pour le match de demain, est-ce qu'il y aura le changement de système de jeu
comme vous avez toujours vous jouez toujours avec un attaquant de pointe à qui ça arrive que ça devient un peu compliqué pour avoir les résultats, des choses pareilles. Est-ce que tu vas changer les systèmes par rapport à ces systèmes que tu jouais toujours? Vous savez, vous devez avoir joué les systèmes qui correspondent aux qualités de tes propres joueurs. Jouer avec deux attaquants, tu dois changer complètement le système et tu dois, c'est-à-dire, comme on sait qu'Aziz, par exemple, c'est un numéro 10, si tu vas jouer 4-4-2 à plat, tu vas mettre Aziz sur le côté ou tu le mets sur le banc. Il faut savoir s'adapter s'adapter par rapport aux qualités du noyau et spécificités et caractéristiques de tes joueurs. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent 4-2-1, nous-mêmes on a joué avec un seul attaquant, mais on a fait de très bons résultats. Le plus important, c'est l'animation. Et ne pas laisser Usseli numéro 9 seul dans les paquets. Il faut qu'il y ait du support de la deuxième ligne, de milieu de terrain. Et il faut qu'il ait l'apport d'un des ailiers quand la balle est sur le côté. C'est plus un problème de positionnement dans la phase finale de l'attaque qu'un ou deux joueurs. Ce n'est pas question de un ou deux joueurs ou deux attaquants. Mais moi, comme coach, je dois m'adapter aux caractéristiques de joueurs que j'ai. Par exemple, comme parfois je voulais faire jouer Aziz half space. Aziz is not winger, but he's not playing winger. No, because he's playing right, he's winger. No, he's another animation. Another is not go to line and cross. No, Aziz, if he play right, is not for. Sio sababu ni timu ya nyumbani ndio nikiwatoa nitakuwa na furaha sana, au wakinitoa nitakuwa na masikitiko sana. Kwa umri ambao nimefikia kwenye football, sitafute tena umaarufu wa kuonekana kwenye TV, kwenye kamera au kwenye vyombo vya habari, ila ambacho mimi ninaweza nikasema kama ndani ya uwezo wangu, inaweza kawa ndani ya uwezo wangu mpaka dakika ya mwisho nife ili tupate matokeo mazuri kwa kufurahisha mashabiki wa Yanga. Hicho ndio kitu ambacho naweza nikakifanya kwa muda huu, na ndio maana naomba Mungu kweli atusaidie na sisi na mimi na nyinyi na mashabiki, tuombe tupate kufuzu. Itakuwa furaha sana kwangu kama shukrani ambayo naweza nikawashukuru mashabiki wa Yanga kwa upendo wamenionyesha na support ambao wamenipa katika kipindi kigumu. So sioni mengine zaidi ya kuwatafutia mashabiki wa Yanga furaha, na furaha itakuja pale tunapopata matokeo mazuri. Na kama matokeo hayatakuwa mazuri, basi kwa upande wangu nitasikitika sana, sababu nitakuwa sio muhimu kwa mimi mwenyewe. So tuombe Mungu ili tupate matokeo mazuri. Asante. Naam, hiyo ilikuwa ni sehemu ya kocha, lakini tuna mwakilishi wa wachezaji pia hapa. Naye pia tusikie anatuambia nini kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Karibu kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwa upande wa wachezaji ukiwa na wawakilisha, maandalizi yenu yapo namna gani na mnaingiaje kwenye mchezo wenyewe? Sisi kama wachezaji, kwa upande wetu, sehemu yetu ya maandalizi, kila kitu kinaenda sawa na tunajitahidi kuhakikisha tunapambana katika mchezo wa kesho. Kubwa ni kuhakikisha wapenzi wa klabu yetu na sisi wenyewe katika malengo ya klabu yetu tunaweza kupata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho, tuweze kusogea katika hatua inayofuata kama ambavyo malengo yetu yanatuelekeza. Naam, kama kuna maswali? Yusuf Rahman. Naam. Kwenye mchezo dhidi ya Al Hilal mambo kwa magumu. Bali kwa sare ngine kana kupoteza. Leo na kesho na kucheza dhidi ya klabu ya Afrika. Ninyi kama wachezaji, nini ambacho mmekiandaa
kwa mafuta mashabiki wa Young Africa na shauku kubwa zaidi ukitaka kuiona timu yao ikienda katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika? Nadhani kila mmoja anafahamu na kila Mtanzania anafahamu malengo ya klabu yetu katika msimu huu ilikuwa ni kuhakikisha tunacheza group stage katika Champions League. Haikuwa bahati na ilikuwa matarajio yetu kama ambavyo ilitokea, na tulipambana kadri ambavyo Mwenyezi Mungu alitujalia kwa uwezo wetu kuhakikisha tunaweza kuvuka, lakini kufanikiwa. Kwa wakati huu sisi hatufikiri kile ambacho kimeshapita. Sasa hizi tumejipanga, tunahakikisha kile kilichopo mbele yetu ambao ni matazamio yetu sisi kwa sasa hivi, pamoja mashabiki pamoja na viongozi, na sisi ndio wapambanaji ambao tunaweza kuhakikisha wao kawa na furaha. Sisi tumejiandaa kama nilivyosema kwenye eneo letu la maandalizi, tuko vizuri kuhakikisha tunapata matokeo mazuri ambayo yanaweza kutusogeza pale ambapo tunapahitaji insha Allah. Nyingine basi, hiyo ni sehemu ya pili ya mkutano wetu kuelekea mchezo wa kesho wa kombe la shirikisho. Young Africans wakiwa wenyeji wa Club Africain kutoka Tunisia. Tumesikiliza upande zote mbili, kwa maana ya walianza wageni Club Africain na muda mfupi uliopita tumemaliza katika upande wa Young Africans. Tutaendelea kesho